Malezi ni maandalizi, na jambo muhimu sana ambalo ninataka kulizungumza hapa ni namna ambavyo wajibu Mungu aliyotupa, ikiwa ya kwamba we ni mlezi, ikiwa ya kwamba we ni mzazi, kumwandaa mtoto wa kiume kwa namna ambavyo dunia itakuja kumpokea hapo baadaye. Upo msemo wa Kiswahili unaosema ya kwamba asiyefunzwa na wazazi au mamaye atafunzwa na ulimwengu. Na jambo hili moja nimelielewa, ya kwamba yapo maisha baada ya malezi, na baada ya malezi huwa yanategemea sana aina ya malezi yamemwandaa mtoto wa kiume kwa ajili ya kukabiliana na nini ambacho dunia inaweza kuwa inampokea. Dunia inampokea mtoto wa kiume kama baba. Dunia inampokea mtoto wa kiume kama mpambanaji. Dunia inampokea mtoto wa kiume kama kiumbe ambacho kinatakiwa kuwa tafu. Moja ya changamoto kubwa iliyoko kwenye malezi ni namna ambavyo walezi wengi na wazazi wanavyofanya aina nyingi za mistake za kuandaa watoto wa kiume tofauti na jinsi ambavyo dunia inaweza ikawapokea. Mwandae mtoto wa kwako wa kiume kwa namna ambavyo dunia inavyokuja kuja kumpokea, ili asiweze kukwama na ili aweze kwenda na kufikia mahali ambapo Mungu ametaka aweze kufikia, kulingana na ile kusudi ambalo Mungu ameliweka kwa ajili ya kila mtoto wa kiume aliyeko hapa duniani.